mzima. Kwa hivyo na tukaona kampokea mgeni wake. Kwa hivyo watu walidukua kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kwenye magazeti ya Tanzania nao vile vile leo wameweka habari kuhusiana na hiyo udukuzi ambao umedukuliwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ya taasisi na mashirika mbalimbali ya umma ya nchini kwetu hapo Tanzania. Sasa gazeti ambalo limeweka hiyo habari, naona gazeti ambalo limeweka hiyo habari ni gazeti la gazeti ambalo limeweka hiyo habari ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wanasema hapa, taharuki kudukuliwa kwa mitandao ya taasisi nyeti, imo pia akaunti ya waziri, mtaalam ataja chanzo, serikali ya kunjua makucha ya onya. Na hapa unaonekana polisi wamekuwa hacked, TRA wamekuwa hacked, waziri Dorothy Gwajima akaunti yake imekuwa hacked, Maxence Melo wa Jamii Forum naye vile vile akaunti yake imekuwa hacked. Sasa ananukuliwa hapa Gelson Msigwa, msemaji, anasema hapa, tumebaini kuwa kuna wahalifu ambao wamefungua akaunti za mitandao ya kijamii majina yanayofanana majina yanafanana au akaunti ni zile zile watu wamepita huko. Mheshimiwa Msigwa, hiyo nukuu yako kwa gazeti la leo la Nipashe mimi naiacha. Gazeti jingine ambalo limezungumza habari kuhusiana na udukuzi ni gazeti la mengine leo imekuwaje humu? Haya. Jeshi la polisi, Majira linasema hapa, jeshi la polisi ladukuliwa, latangaza msako mkali. Ni jeshi la polisi Tanzania limetoa onyo na kutangaza msako mkali dhidi ya waliosambaza taarifa za uongo na upotoshaji zisizo na maadili kwenye mitandao ya kijamii ya jeshi hilo. Habari inaendelea ukurasa wa 4 gazeti la Majira, wakiwa wamezungumzia nao udukuzi uliofanyika katika mitandao mbalimbali ya kijamii ya taasisi mbalimbali za serikali. Gazeti nyingine ambalo limeangazia habari hiyo ya udukuzi, ndio hayo. Nafikiri kukua kwa teknolojia ni jambo zuri sana, lakini tahadhari inahitajika. Manake sasa hivi tuna vijana ni watundu kweli ambao wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kutumia hii mitandao ya kijamii. Sasa tusishangae ili swala la udukuzi, na nafikiri ni kwamba vijana wamesoma na wamelielewa ili somo la matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuweza kuona ni namna gani tunadhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii kwa ajili ya tahadhari tu, kwa maslahi mapana ya taifa letu na taarifa zetu pia binafsi. Kwa sababu leo mimi Al-Mohamed nikidukua taarifa zako pasi na wewe mwenyewe kuridhia, manake nimekukosea, na ni uhalifu kama uhalifu mwingine kupitia njia za mitandao. Kwa hiyo naamini kuna vitu ambavyo tunapaswa kuvifanya, japokuwa kwamba dunia sasa hivi inakwenda kasi sana katika matumizi ya mitandao, lakini pia na sheria ziweke sheria ambazo zitakuwa zinalinda taarifa za mtu binafsi, taasisi, ili kuweza kuepuka sintofahamu kama hii. Kwa nini watu wadukue TRA? Kwa nini watu wadukue ukurasa wa jeshi la polisi ya Mkomike? Kwa nini watu wadukue? Inawezekana na taarifa ambazo zimepostiwa kwenye mitandao zinafanana. Zote taarifa ya kwanza ilikuwa zinatangazia kifo. Taarifa ya kifo. Sijui umeelewa vizuri. Unasema mitano tena, wengine wanasema taarifa ya kifo eti cha mama. Eti mama amekufa. Jamani, kweli. Mimi nafikiri kuna taarifa inawezekana ikawa zina ukweli na nyingine hazina ukweli. Kwa sababu kama mtu anadukua taarifa na zinafanana, manake kuna vitu vingine ambavyo labda wanaviona haviko sawa na wao wanavijua kupitia taaluma yao. Kwa hiyo ngoja kupike, tunarudia. Serikali kaongea. Alichoongea msemaji wa serikali kinatofautiana na taarifa zilizotolewa la TRA na taarifa zilizotolewa la jeshi la polisi. Mimi nafikiri ifikie wakati. Taarifa ni kwamba zile taarifa tumeziona kwenye kurasa rasmi za hiyo jeshi la polisi na TRA. Ni kwamba watu wamedukua. Mimi nafikiri kwanza litakiwa waseme wawe wa kweli. Wakubali kwamba kweli akaunti zetu zimedukuliwa. Wataalamu kwa kwanza litakiwa wakubali, kwa sababu akisema kwamba sio za kwao na watu wametengeneza akaunti feki, manake hawakuwa na sababu.
ya kukanusha kwa sababu hizo akaunti sio za kwao. Lakini kwanza alitakiwa wakiri kwamba wamezidiwa ujanja. Vijana wamekuwa na taaluma kubwa ya masuala ya mitandao, wamedukua, wamehaki, na inawezekana kuna mambo mengi sana ambayo umeona hawakuweka. Taasisi za serikali ya Nkobike. Hii mitandao inadukuliwaje? Inawezekana wataalamu walikuwa nao. Serikali si ndo mkubwa kati ya wote. Inawezekana ngoja. Kwani serikali si ndo mkubwa kati ya wote? Inawezekana wataalamu waliokuwa nao wamezidiwa uwezo na vijana ambao wamesomea hiyo nani. Kwa uwezo unapishana. Haina maana kwamba eti kwamba wao wana wataalamu katika vitengo hivyo vya IT na mawasiliano. Kuna watu wako mtaani huko wanajua kweli kweli kuliko unavyofikiria. Hili lishaanze. Hili hapa. Hebu niwashie. Emi aweke vizuri. Sasa nisikilize vizuri. Mimi nimeelewa na nimewasikiliza vizuri tu. Unajua ukichukua picha hii kwa kawaida, kwa maana ya kwamba eti vijana wetu wamesoma na nini unaweza usielewe vizuri. Kwa nini imetokea wakati huu na kwenye akaunti rasmi ambazo ni trustful, ambazo jamii, sisi kama jamii tukitaka taarifa za msingi za serikali tunaenda huko, si ndio bwana? Zile akaunti zimethibitishwa kuwa zenyewe na kwamba zenyewe ndizo zinatumika na serikali. Sasa wao mbona wamekanusha? Cha kwanza mimi nafikiri kuna sababu ya wao kukanusha. Kwanza ni jambo geni kwa Tanzania. Kwa hiyo ni kama lilizua niseme taharuki, na kwa viongozi kukiri udhaifu, sisi hiyo ni changamoto yetu nyingine, kwamba tayari hapa tumefanyaje, tumekiri udhaifu. Mimi nilifikiri au nilitamani wakiri kwanza alafu watoe tamko kwamba nini kifanyike au wanachukua hatua gani. Kwa nini nasema wakiri? Kwa sababu haijawahi kutokea tu kwamba ndio mara ya kwanza duniani Tanzania kufanyaje kudukuliwa akaunti zao muhimu. Imetokea Marekani mwaka 2020 kama utakuwa unakumbuka kwenye SolarWinds, sawa? Lakini kama itoshi imetokea pia India. Tovuti za serikali ziliwahi kuhakiwa mwaka 2021, 2022, 2023. Imetokea Ujerumani pia, au unaelewa, kwenye akaunti ya bunge kama utakuwa unakumbuka. Lakini Ukraine pia imetokea mwaka 2015 na 2016. Sasa swala linakuja, ni nani kadukua akaunti za serikali? Swali la kwanza. Swali la pili, kwa nini wakati huu? Kwa nini mimi na majibu yafuatayo. Wakati huu wa masuala ya harakati huu. Mimi na majibu yafuatayo. Kufuatia katazo la serikali ya Tanzania kukataria wale wanaharakati wa Kenya, sawa? Tuliona jenzi wengi sana kutoka Kenya walikuwa wanatoa mapovu, si ndio bwana? Wewe Samia, wewe na nini atuwezi kwa sababu ni utamaduni wao, si ndio? Sasa nina wasiwasi, sina nili, lakini maoni binafsi kwamba huenda aliye haki hizi au aliyedukua hizi akaunti za serikali sio raia wa Tanzania, sawa? Na kwenye masuala ya cyber au masuala ya mitandao, Kenya vijana wao wako vizuri kuliko, sizungumzi kuliko Tanzania, lakini wako vizuri na hawana uoga huo. Kwa sababu hapa Tanzania wapo wataalamu na wako vizuri pia. Kwani kozi za cyber zimeanza kutolewa toka lini? Si muda mrefu. Wako vizuri na hawana uoga huo, isipokuwa Watanzania hawana uthubutu huo kusema tudukue akaunti ya serikali, tena kukuchapisha kwamba hicho kilichochapishwa kwamba kuna kifo kimetokea siku ya nini. Rais mwenye ujasiri huo hawezi kutoka Tanzania. Na kama hata uchunguzi ukifanyika vizuri, huenda nafikiria huenda this is properly Gen Z from Kenya. Kwa sababu kwa sababu ukumbuke tunao wataalamu masuala haya hapa nchini vizuri. Ndio maana nikasema watu waliosomea masuala haya. Ali Mohamed imedukuriwa Marekani. Champion tulikuwa nao kama wiki ngapi zilizopita. Sikiliza Ali Mohamed. Tulifanya shindano lile la TCNA Judo. Sikiliza Ali Mohamed pale. Wapi wale waliotoka pioni wale. Sikiliza Ali Mohamed. Kudukuliwa, si ndio? Unapodukuliwa haimaanishi ile system ya security yako ni mbovu, sawa? Kinachotokea kifanyike sasa uzuri kwa mujibu wa wataalamu bwana Daki ni kwamba mdukuzi anaweza kadukua akatoka na nyinyi mkajua kwamba ametoka, lakini mdukuzi huyo anaweza kadukua na kawemo humo ndani. Nyaka mkimtafuta muone, lakini yule mtu yuko ndani. Saa yote sasa kuna haya yafuatayo. Pilau zimezuiwa. Sawa, kuna probability unaikuta pilau kwenye ukurasa rasmi wa jeshi la polisi. Sikiliza Ali. Lazima uogope Nkobike. Kuna probability pia kwamba aliyedukua pia tunaweza tuka trace back kwamba wewe ni raia from taifa jingine. Tunaweza tukasema hivyo. Hiyo unasema hiyo nasema, lakini
lakini ametumia mbinu ya kwamba hatamfanyeje milioni na mimi sitoki. Haiwezekani kwa sababu lazima ataonekana. Next time inabidi usome masuala hayo ya science. Katika akaunti za mitandao ya kijamii za baadhi ya taasisi za serikali, baadaye tukaanza kuona pia wakiingilia katika taasisi zisizokuwa za kiserikali. Vyombo vyetu vimeanza kuwatafuta wote wanaohusika ama waliojihusisha na vitendo hivyo. Tumebaini mambo mawili yanayofanyika. La kwanza ni la wale ambao wametumia mbinu za kupata credentials, yani taarifa za kuwawezesha kuingia kwenye akaunti za taasisi zetu za serikali na kwenda kuchapisha machapisho yenye taarifa potofu yanayolenga kuleta uchochezi na kuleta taharuki kwa wananchi. Hiyo moja. Lakini wako ambao wamethubutu kwenda kusajili akaunti ambazo zina majina yanayofanana na baadhi ya taasisi zetu zinazoaminika za serikali na kuchapisha maudhui potofu, maudhui yenye kuleta taharuki na kutishia wananchi. Kwa hiyo tumechukua hatua za haraka kwanza kuondoa maudhui hayo, lakini sasa hivi kazi inayoendelea ni kwa vyombo vyetu kuwatafuta na kuwachukulia hatua za kisheria wote waliohusika na uhalifu huu. Nataka kuambia Watanzania kwa uwekezaji ambao serikali imeufanya katika usimamizi wa mtandao yetu ama internet kwa cyberspace yetu, hakuna atakayefanya uhalifu wa namna hiyo na asifahamike. Litakuwa ni swala la muda tu. Kuzuiwa. Hai bwana, huyo ni msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa, ambaye amesema serikali inafanya uchunguzi kuwabaini wahalifu waliojihusisha na upotoshaji wa mtandaoni kwa kutumia akaunti za taasisi za umma na binafsi. Bwana, kabla hujahama hapo. Serikali isichukulie poa hii. Lakini tukumbushane tu, sasa hivi ni time ya Gen Z. Tukubali tu kwamba hawa vijana wana akili pevu. Yani, unamchukua kumaanisha nini? Nisikilize, unamchukua, ukiangalia, ukiingia kwenye vitengo vingi vya ambavyo hawa watu wanafanyia kazi, kwa maana vitengo vingi vya serikali vya IT, utakuta wengi ni wale wazee wetu wameenda kuchukua kozi. Kwa hiyo kinachosema tumewekeza, wameenda kuchukua kozi. Yes. Sasa imagine yeye mwenyewe WhatsApp anaitumia kwa mara moja. Sawa? Na wakati kuna watoto hapo huko, wapo shuleni level ya sekondari wanaweza kufanya udukuzi. Wako vioni, wakitoka hatuwaamini tukawaweka pale. Badala yake tunasema fulani ana uzoefu ambaye ana miaka mingi, lakini huyo anamweka sasa linda account za serikali. Na wakati yeye mwenyewe tukipractice hiyo artificial intelligence hawezi. Na sasa hivi angalia, artificial intelligence imekuja kwa kasi. Sasa kama imekuja kwa kasi, wanaweza kwenda kwa kasi ni kina nani? Ni sisi vijana, si ndio? Waaminini vijana, wekeni hapo. Lakini pia kama tulivyosema, anaweza sigundulike, lakini sio swala la kuchukulia poa kabisa. Sasa hapo ndo